Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Jumamosi, Ramadhani 17 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni EWURA yazishukia kampuni mbili za mafuta. Habari katika ukurasa wa 5. Othman nataka Wazanzibari kusameheana, kuacha chuki. Habari katika ukurasa wa 19. Serikali yajipanga kuhudumia magari ya umeme. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mkandarasi bwawa ziwa EAS asakwa, achukua fedha akacha mradi Mwigulu awambugu. Habari katika ukurasa wa 3. Ajifungua mtoto amuua na kumtupa korongoni. Habari katika ukurasa wa 5. Wakuu EAC wakutana leo kupata mwenyekiti katibu mkuu mpya. Habari katika ukurasa wa 3. Wakandarasi wazawa wataka sheria maalum za malipo. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika ATCL ya wafuata abiria waliokwama Dubai. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti Habari Leo likipambwa na habari pia ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na viongozi baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro jana. Rais Samia aliwasili jijini Arusha kushiriki mkutano wa 25 wa kawaida kwa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni matokeo ya urais yapingwe kortini. Mahakama ya Afrika yaamuru ndani ya miezi 12 Tanzania irekebisha kifungu cha katiba kinachozuia mahakama yoyote kuchunguza au kuhoji matokeo ya uchaguzi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Katiba inavyosema, katiba Tanzania inaeleza kuwa mara tu mgombea urais anapotangazwa mshindi na tume ya uchaguzi, hakuna mahakama yoyote ya sheria itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza au kuhoji uchaguzi wa mgombea huyo. Mwananchi limeandika mbinu za wanawake kujitegemea kifedha. Habari ni katika ukurasa wa 2. Nukuu ya Joshua Mukalobo inasema, hakikisha una mpango mkakati wa biashara yako. Huu utakusaidia kujua nini kinapaswa kufanyika kwa wakati gani. Na jambo la pili, hakikisha kama mwanamke mfanyabiashara una uwezo wa kutofautisha kati ya faida na gharama za uendeshaji wa biashara yako. Gazeti hili limeandika siku 90 zinavyoweza kubadili tabia yako. Habari katika ukurasa wa 3. Nafasi ya Lissu kesi ya mali za Chadema. Habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika marais wakutana kujadiliana hatima ya EAC. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumamosi ya leo. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji
usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.run4autismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tunatazama sasa gazeti ya Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita Marekani na Iran. Mjadala kila kona. Askofu Gwajima wataka wa Tanzania kuepuka ushabiki. Zito wataka Marekani isiingilie uchaguzi wa viongozi Iran. Wananchi nao watoe moyoni. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ndugu ya Askofu Gwajima anasema siasa ya Mashariki ya Kati pamoja na kwamba inatugusa tuache wenyewe. Ndugu Zito Kabwe anasema kila mwanademokrasia na kweli kila mtu anayejitambulisha anatetea demokrasia, uhuru wa mataifa na sheria za kimataifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Gazeti hili pia limeandika Mwigulu agiza mkandarasi anyang'anywe passport. Habari katika ukurasa wa 4. Zanzibar kununua mchanga kutoka Tanzania bara. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Nadir ndugu yake ikisema tumegundua kuwa miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa Zanzibar kwa sasa inahitaji kiasi kikubwa cha mchanga kutokana na hali hiyo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Bavicha kupiga hodi kwa IGP kujua walipo wenzao. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Chanzo cha meno 32 kutotimia hiki hapa. Habari katika ukurasa wa 5. Kihongosi mradi wa bilioni 26 kuifungua Shai kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika hii ni dharau. Ni kauli ya Waziri Mkuu Mwigulu dhidi ya mkandarasi aliyetekeleza mradi wa umwagiliaji. Amwagiza kamishna wa uhamiaji anyang'anywe hati ya kusafiria. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. ATCL kuwarejesha Watanzania waliokwama Mashariki ya Kati. Habari katika ukurasa wa 7. Miaka 31 Beijing mafanikio lukuki. Habari katika ukurasa wa pili. Magari ya umeme kupunguza makali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Wapotoshaji wasitutoe kwenye reli Kihongosi. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika CCM Frelimo kuendeleza vijana kihistoria na kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Tunatazama sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Lenyewe limeandika Dr. Mwinyi tuendelee kuiombea nchi ya amani. Habari katika kurasa za ndani. Zaeka ya okoa bilioni 1.97 siku 100 uongozi wa Dr. Mwinyi. Wema kutumia bilioni 99.2 kujenga skuli 13 za ghorofa. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali kununua lita milioni 10 za mafuta ya diesel na petroli. Habari katika ukurasa wa pili. Kamati ya Baraza la Wawakilishi yasisitiza ufugaji wa kisasa kukuza ajira. Habari katika ukurasa wa 5. China yajadiliana na Iran meli zinazopita mlango wa Hormuz. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi. Tunatazama sasa gazeti Mwanahabari lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Dr. Mwigulu acharuka amwagiza kamishna mkuu wa uhamiaji nchini amsake mkandarasi wa kampuni ya Tunnel Saad Ariana na kumnyang'anya hati yake ya kusafiria kwa kushindwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa bwawa la Ziwa Eyasi. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia kwa kinara nishati safi imeanza kufungua milango ya uwekezaji. Katibu mkuu wa nishati asema Dr. Samia amekuwa na msimamo na maono makubwa katika sekta hiyo. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania sisitiza kudumisha ushirikiano kuimarisha EAC. Habari katika ukurasa wa 2. Magari ya umeme nafuu kwa asilimia 85 ukilinganishwa na ya mafuta. Habari katika ukurasa wa 4. Wanawake waraibu wapokea nafuu katika maadhimisho siku ya wanawake duniani. Habari katika ukurasa wa 2. Na hiyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake mbele lenye usema ni gazeti bora. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu. Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo. Upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0
0629 205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika swala la muda, maisha ya makipa watatu yalivyo mtegoni. Mitaa ya Kariakoo baada ya dabi kumalizika kwa Yanga na Simba kushindwa kufungana, kuna jambo lingine linaendelea chini likiwahusu makipa wa timu hizo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Djigui Diarra aliyenyakua tuzo ya kipa bora msimu wa mwaka 2021, 2022 na 2023, huku ule wa 2023, 2024 akishika nafasi ya pili. Akiwa katika msimu wake wa kwanza Simba, Jibrila Kasali amecheza mechi 4 pekee za ligi kuu, hajaruhusu bao lolote. Zijazo Simba dhidi ya B19 ni leo Jumamosi, lakini watakuwa na kibarua dhidi ya Singida Machi 11, dhidi ya TRA ni Machi 14 na Pamba Jiji ni Machi 19. Wakati zijazo Yanga Sports Club dhidi ya Polisi ni Machi 8, dhidi ya Tanzania Prisons ni Machi 12, Azam FC Machi 15, TRA United Machi 18. Musa Kamara namba zimembeba kuchaguliwa kuwa kipa bora wa mwaka 2024-2025 baada ya kumaliza na clean sheet 19 ligi kuu bara, huku Diarra akiwa nazo 17. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Fatema ukimsoma utaona mwanzo mpya wa safari yake ya maisha ya soka, habari katika ukurasa wa 12. Man United yalalamikia ratiba EPL, habari katika ukurasa wa 19. Machi 15 ni Manchester United dhidi ya Aston Villa. Juma ya pazia na Edo Kumwembe, kona za Arsenal na unafiki wa uzungu, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili pia limeandika FA leo Jumamosi na Namungo dhidi ya Kagera Sugar saa 10 kamili jioni, Majaliwa Stadium Lindi. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pamoja na gazeti Mwanaspoti, tutazame ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo, lenyewe limeandika waamuzi wasaidizi Yanga Simba wafyekwa, habari katika kurasa za ndani. Simba mawindoni shirikisho, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Rasmi sasa wa AFCON 2026 kuchezwa Julai. JKT Dodoma TRA zatangulia 16 bora, habari katika kurasa za ndani. Okelo amshukuru Dube zawadi ya penalty, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.